Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Viongozi wengi huwa wanapigana sana kuingia madarakani kama viongozi wa nchi, kipenda maraisi, ili kujiundia posho, ili kujiundia mali. Kwa sababu kipindi ambapo unapata kwamba mtu fulani ni kiongozi wa taifa, ni rahisi sana yeye kujitajirisha. Ni rahisi sana yeye kujigawia mali. Sasa rais wetu Samia Suluhu Hassan, utawala wake umetuhumiwa sana kwa matumizi mabaya ya hela za mwananchi. Vilevile utawala huu wa Rais Samia umetuhumiwa sana kwa ufisadi. Haijulikani mahali ambapo pesa zinaenda. Tena sasa hivi, tangia Samia alipoweza kujiapisha kupitia kwa kambi ya jeshi, amekuwa kinyimwa mikopo kutokana na wananchi ambao waliaga dunia wengi sana. Sasa shirika la International Monetary Fund lilitua katika taifa letu la Tanzania, wakafanya kikao na Rais Samia. Nataka nikushangaze kwamba Samia na viongozi wa International Monetary Fund, shirika la kupeana mikopo, waliweza kutia sahihi Samia kupata kitita kikubwa cha mikopo. Hiyo mikopo, cha kushangaza, wataipeleka kununua marimosin, magari kubwa kubwa, Lexus, magari kubwa kubwa. Watatumia hilo posho la mikopo kunywesha mafuta magari, ndiposa rais aweze kuzunguka na msafara mkubwa wa pesa ama msafara mkubwa wa magari. Ninaelezwa hivi, bodi ya wakurugenzi ya shirika la fedha la kimataifa International Monetary Fund imekamilisha tathmini ya mwisho ya programu ya mageuzi ya kiuchumi nchini Tanzania chini ya mpango wa mkopo wa muda mrefu. Sikiliza hapo, chini ya mpango wa mkopo wa muda mrefu na mpango wa ustahimilivu na endelevu, hatua inayofungua njia kwa ajili ya kutolewa kwa kiasi cha takriban dola za Marekani milioni 443.8. Sikiliza hapo, mkopo ambao Samia ameweza kuitisha kutoka International Monetary Fund, shirika la kupeana mikopo, dola za Marekani milioni 443.8, ambazo ni pesa za Tanzania trilioni 1.165. Na mikopo hii anaomba kutoka kwa yale mataifa ambayo yalimuonya asiue wananchi, yalimuonya asiongoze wananchi kwa udikteta. Akawauliza, who are you? Ameenda kupigia who are you magoti kumpea mikopo. Sasa ninaelezwa kwamba milioni hizo dola za Marekani milioni 443.8, ambazo ni trilioni 1.165, ambazo Samia atapewa, ambapo uidhinishaji huo utawezesha Tanzania kupata dola milioni 154.1 kupitia
kwa mpango wa mkopo wa muda mrefu, kisha dola milioni 289.7 atazipata kupitia kwa mpango wa ustahimilivu na endelevu. Naomba usikilize mpaka hapo. Sasa ikumbukwe kuwa mpango wa sasa Tanzania, au ikumbukwe kuwa mpaka sasa Tanzania yetu imepokea jumla ya takriban dola bilioni 1.063 kupitia kwa programu ya mpango wa mkopo wa muda mrefu na dola milioni 636.5 kupitia kwa mpango wa ustahimilivu na endelevu. Sijui kama unanielewa mpaka hapa. Kuna penye nimeweza kukuchanganya kweli? Yaani kufikia mpaka sasa mwaka 2026 Tanzania imepokea jumla ya mkopo wa dola bilioni 1.063 kupitia kwa mpango wa mkopo wa muda mrefu, kisha akapewa milioni 636.5 kupitia kwa mpango wa ustahimilivu na endelevu. Sasa programu ya mpango wa mkopo wa muda mrefu ya miezi 40. Sikiliza, huo mpango wa mkopo wa muda mrefu wa miezi 40 iliyoidhinishwa Julai mwaka 2022 na baadaye kuongezewa muda. International Monetary Fund inaunga mkono juhudi za Samia za kudumisha ufufuaji wa kiuchumi, kulinda udhabiti wa uchumi mkuu na kukuza ukuaji jumuishi. Sasa mtazamaji wangu, hakuna haja niendelee kukusomea mambo mengine. Unasikia hizo pesa ambazo taifa letu la Tanzania linazidi kukopa. Hata ukiweza kuangalia hiyo miradi ambayo wanatuambia tu kwamba waliweza kuanzisha, hiyo miradi siioni kabisa. Siioni kabisa. Hii serikali imekuwa ikituhumiwa kwamba wanachukua pesa nyingine ambazo wanakopa kununua magari, malimusin. Haya magari mazito mazito ambayo Samia anatembelea. Unayaelewa? Wanachukua hayo mapesa ambayo wanakopa, hiyo mikopo wanapeleka kwenda kununua nyumba ughaibuni, Dubai, Katari. Pesa zingine zimekuwa zikitumika kama kupeana posho kuelekea kwa maafisa wa jeshi la polisi kipindi ambapo kuna maandamano. Unaona, maandamano yanapoandaliwa katika taifa letu la Tanzania, unapata kwamba polisi wanapewa posho. Kitu ambacho kinaumiza raia ni pale ambapo mikopo inaombwa lakini hatuoni maendeleo. Mikopo inaombwa, hatuoni kazi zikiundwa kwa vijana. Mikopo inaombwa na bado tunasalia maskini. Mfano, kuna mwananchi ambaye ameweza kuandika hivi, naomba uweze kuelewa. Huyu akaweza kusema kwamba lazima tuweze kubadilisha msafara wa rais mpaka Cadillac Escalades. Yaani anataka kubadilisha msafara wake wa magari, sasa ameomba mikopo mingine. Alafu mwingine akasema kwamba rais wa kwanza Tanzania kuongoza kwa mikopo na hakuna makubwa kuliko watangulizi wake. Yaliyofanyika ni maajabu. Huyu anaeleza kwamba Samia ameomba mikopo mingi sana na wakati mwingine unapata kwamba hakuna maendeleo ambayo wananchi
wanapokea. Mwingine akauliza kwamba naomba kujua hizo tunazodaiwa tumelipa au hakuna mahali ambapo tumelipa. Mtazamaji wangu, bado wanazidi kuongeza mikopo mingine juu ya mikopo ambayo tulikuwa nayo hapo nyuma. Mwingine akauliza mikopo kila siku, kwani wanafanyia nini jamani? Si ndio nimekueleza kwamba wanalipa posho kwa maafisa wa polisi ambao wanatukimbiza hapa nje kipindi ambapo tunaandamana. Mikopo mingine wanajilipa, wanaenda kununua magari, maferari. Mikopo mingine wanapora, wanaenda kuiba, yani wanaenda kununua manyumba. Mikopo mingine wanatumia kuweka magari mafuta ili waweze kusafiri vizuri. Mwingine akasema hivi, maoni ni mengi hapa. Mwingine akauliza kwani hii mikopo ina faida gani kwetu sisi wananchi? Maana naona maisha kila siku ni yale yale, tena yanazidi kuwa magumu zaidi ya hatari, au kwangu kwingine maisha yako vizuri? Huyu anasema ukweli kabisa. Mwingine akasema kwamba kukopa makopa maendeleo hapana, sijui. Huyu anauliza wanakopa ndio, lakini hatuoni maendeleo. Maoni ya mwisho kutoka kwake Fadhili Said akasema hivi, mikopo sio maendeleo, ni umaskini, hauwezi kuendelea kwa mikopo. Mkopo ni deni na deni ni mikosi, hukosea tu. Wamekumaliza. Jiulize kwa nini Tanzania maskini tangia mwaka 1900 mpaka sasa mwaka 2026? Kwa sababu ya mikopo. Mikopo uokovu, pia upotovu. Tanzania tunataka rais ambaye ni mzuri, sio rais tu. Unajua, wacha nikueleze. Ukiangalia kwenye nchi jirani kama ya Kenya hapa, kuna maandamano ambayo vijana waliandaa mwaka 2024. Yale maandamano yalisababishwa na mikopo ambayo ilikuwa imetolewa na ili shirika ambalo limekuja katika taifa letu la Tanzania kuja kupea Samia mkopo. Na walimpea ile mikopo rais wa Kenya William Ruto kwa kumpea masharti kwamba aweze kupandisha ushuru. Na serikali ilipopandisha ushuru, wananchi walilalamika. Kwa nini serikali ipandishe ushuru? Walikuwa wanataka kupata pato ili walipe yale madeni ambayo walikopa. Na hivyo katika taifa letu la Tanzania, tarajia ushuru mkubwa, kwa sababu Samia ataenda kupewa kitita kikubwa sana cha mkopo, kitu ambacho kitafanya aweza kuongeza ushuru ili apate hizo hela alipe. Imagine atapata dola za Marekani milioni 443.8. Hiyo ni mikopo. Wazo lako ni lipi? Sisi maskini ndio tutateseka. Hawa viongozi wataiba, wapate maposho ya kununua magari, alafu wataanza kutupigia kelele, who are you? What is your take? Wazo lako ni lipi?